Jamaa, habari iliyopo mnayo? Hatuna. Hamunayo? Hapa habari iliyopo saa hizi ni kuwa tushachoka kulalamikiwa mitaani. Tushachoka. Habari iliyopo mara hii tukimaliza kutia kura, alena jembe, alena shoka, alena njoro. Tukimaliza kupiga kura tu tuangia barabarani. Hapa hakuna nenda rudi kuandamana. Aka ilo kweli. Mimi sasa nitatafuta njoro yangu niwekeza hebu tayari muda wote mbarabarani. Jamaa yangu wasemaje huko? Ndio, na mimi mwenyewe nishajipanga sasa hivi. Nitaka nianze kunua kisuki yangu tangu leo. Lakini Nkongwe Kidundo kushamwambia hii habari maana dude njoga lile. Kidundo tutenda nzinga alipo. Oho. Jamaa salamu alaykum. Salam. Haya. Mtu mzima kwanza. Haya makoma yangu mfanyie utasubiri ukayauze. Tuna habari ya makoma saizi makoma yote mumo paka chani. Tuna mada nyingine tofauti na makoma. Sasa kama hamna mada ya makoma mna mada gani tuseme? Hapa Kidundo habari iliyopo ni hii. Moja, uzinge panga, shoka, jembe, njoro. Tukangie barabarani moja kwa moja. Mwenda chimba showe? Tuenda chimba showe vipi? Tuseme habari iliyopo hunawe. Kwa tukimaliza kupiga kura kuingia barabarani? Ndio hivyo. Hivi mtu nzima nyewe waulize. Muna akili timamu hasa? Kwenye vichwa nyewe muna akili timamu? Musinitizame mbalewa ibia hivyo. Kwa sababu jambo hili si jambo lianza na vyombo vya habari kila siku vyatangaza juu ya swala zima la utunzaji wa amani badala ya kuvoti au badala ya kupiga kura. Serikali kila siku yapiga kelele juu ya swala zima la utunzaji wa amani badala ya kupiga kura. Twatakiwa wananchi tukishapiga kura turudi majumbani mwetu tukakae salama usalimini tusikilize majibu tukiwa mwetu na waenetu. Lakini leo mushasimama mizizi ya shingo mwasema mashina ya nkoko ati tutakangia barabarani tuanzishe fujo. Nyie mna fujo la kuanzisha nyembele ya serikali? Fujo gani mtakalolianzisha? Wenda anza fujo na teo na panga wakati tunzungwa na kidudeki akikuelekezea tu huko. Serikali yatupenda. Serikali yajali wananchi wake. Ndio maana ikatangaza jamani, tukishamaliza kuvoti, turudini nyumbani, tukasikilize matokeo nyumbani kwetu na wenetu, tukashapikiwa nsetowe, aliensetowe na wanawe. Lakini mshanyanyuka mizizi ya shingo. Mwataka tuharibia amani kwenye nchi yetu. Mtu nzima nataka nikwambie kitu kimoja. Au nataka niwaambie kitu. Zahama ikiingia kwenye nchi, haichagui bungo, dafu, parachichi wala pera. Zahama ikiingia yangia kwa wote. Tunafahamiana sijui? Mkongwe tu akujua wewe umoga. Kila siku ndo maana nikamuuliza mzee Kigome pale. Kushamwambia wewe bwana mkubwa kwa sababu kila siku shetu akujua wewe jitujoga. Mimi mmoga. Lakini Mkongwe kwa woga kwenda kicheshi, kwa shujaa kwenda kilio. Zahama ikiingia usimwendekeze huyu hajaoa huyu. Huyu hana mtoto huyu. Kwa sababu wewe ukishakwenda lianzisha fujo, una uwezo wa kukimbia ukaenda zako makaani. Lakini mashaka yatakawapata waliopo majumbani, wanawake, watoto, wazee na walemavu, hawa ndio watakaofaitika kwenye mashaka. Kinachotakiwa sie ni kuhamasisha nyewe sie kwa sie, tukakaa kwa pamoja, tukahamasishana juu ya swala zima la kutunza amani kwenye nchi yetu badala ya upigaji wa kura, tukatulia majumbani mwetu na wenetu. Hapo sasa tutapata matokeo yetu kwa amani na utulivu. Wasubiri matokeo huko Walyanseto. Wasubiri matokeo Walyanseto. Burudani na serikali itapenjewa. Ila yote hayo Kigome kunyataka we. Kigome we. Kiufupi tutuzeni amani tu ndo lilobakia kuisha. Muungwana akifezeheka huchutama. Au muungwana akivukwa ni nguo hasimame achutama. Kinachotakiwa ni kukasie na wenzetu tukashabihishana juu ya swala zima la utunzaji wa amani badala ya kupiga kura. Kanuze makoma yangu. Shingapi ngapi? Utakayopata nishina uhurui 100 wewe uza tu. Amani ikitoweka watoto watateseka, wazazi wadhalilika, watahangaika. Nguvu kazi ya taifa, vijana wazali
wadhalilika, amani ikitoweka watasula.